Kuna baadhi ya maeneo kuna ada kwamba mtu akifariki, kwa upande wa kina mama wanakaa kiasi mpaka siku 7, hajitii manukato, kuoga pia kama haogi na sabuni, haushi nywele, hafanyiki mpaka siku 7 zipite. Sasa nini hukumu ya hili jambo? Bila shaka tunajua kwamba katika masuala ya kufiliwa kuna hasa kwa upande wa mwanamke anapokaa eda, pana bid'a nyingi mno, mambo mengi mno yameingizwa, na mbaya zaidi kufika mahali wakawa wameharamisha hasa, na huku sasa ndio kuharibikiwa zaidi, kwa sababu kufika mahali kuhalalisha kilichokuwa cha haramu au kuharamisha kilichokuwa cha halali, huko ni kosa kubwa katika Uislamu. Hiyo si kazi yako, hiyo ni kazi ya Mungu tu. Kwa hiyo wanafika mahali katika hizi ada walizozipata hawa kina mama katika ukaaji wa eda na kupokea hivi vifo, wamefika mahali mpaka wanaharamisha. Wakati mume yupo ni wakati hasasi zaidi, maana yake hisia zaidi, sensitive zaidi, kuwa wewe ulindwe na shari yoyote ya kuvamiwa, kuharibiwa heshima zako. Pale atapokea mtu, atasalimiana naye, atajuliana hali, pengine atakaa naye kwenye sebule moja na mume wake, na yeyote atampokea. Lakini akifa ule mume ambapo pale sasa atafanywa nini? Yuko nje isma pale, ndo akataa kila mtu. Yafika mahali mpaka mwanamke mwenye mimba asije akaingia akawa yule mtoto yuko tumboni ana mtoto wa kiume. Nani kasema? Nani kaharamisha? Kwa hiyo vimekuja vitu vingi ambavyo kwamba mpaka leo bahati mbaya bado hawa kina mama pamoja na kwamba wanaelimishwa, anaona hapana, sije nikaharibu eda langu. Nikiharibu eda, wajua fulani yule kalipata kichaa, fulani sio alifanya kadhaa, mpaka leo hakulichunga eda lake, kaumwa tu huyo, sio kwa sababu ya eda. Kwani eda si kuna miongozo yake ya sheria? Sasa nini hukumu ya hawa kina mama? Aljawabu ni kwamba kufanya hivyo kujiharamishia vilivyokuwa vya halali ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuviletea dalili ya kuharamisha, hiyo ni katika makosa, ni haramu wao kuitakidi hivyo. Madamu umefiliwa, hutaonyesha furaha kama ilikuwa hali ya kawaida, utaonyesha huzuni ya kawaida, lakini havikuharamiki vitu vyovyote zaidi ya yule mzigo mwenyewe mwanamke, ambavyo kwamba vitamharikia vile ambavyo kwamba mara nyingi tunavitaja navyo ni kujipamba, kujitia manukato, kukubali kuolewa wakati bado yuko ndani ya eda. Lakini hata kule kusalimiana na watu, unasalimiana nao maadamu tu wako mbele ya maharimu zake, na hazungumzi na masuala ya ndoa. Hata hao ya ndoa unaweza ukaashiria kwa mbali, bado Qur'ani imeruhusu kwa mbali kwamba huwezi kumwambia nitakuposa ili nikuoe. Unaweza kumwambia, lakini usiwe na wasiwasi, Mwenyezi Mungu akipenda utapata watu watakuwa na wewe, watakuendelezea maisha yao. Hiyo haiashiri kwamba utakumwoa hapo, lakini ishara ipo ndogo ya kufanya. Unaweza kuja kumkosea kufanyaje? Kumwoa, hiyo pia bado haina tatizo.